kwenye kimo sawa, watu ambao wapo wenye dhamira njema kutekeleza miradi kwa pamoja. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuomba kujenga uwanja ni kuonyesha dhamira yake njema ya kutaka kusupport ujenzi wa uwanja, na sisi kutangaza ni kuonyesha dhamira ya kuwa tayari kufanya kazi na external partners kwa ajili ya mradi. Kwa hiyo watu ambao mnakutana kwa pamoja mwenye dhamira moja hamwezi kuishia njiani. Tunaamini hatujafika kwenye majadiliano, lakini tunaamini kwa dhamira njema zilizokuwepo katika taasisi hizi mbili, basi ndoto ya uwanja itakwenda kutimia. Na ni kuhakikishie kwa niaba ya Excom, tumepokea kauli kutoka kwake akisema kwamba amejiandaa financial. Siku atakaposign mkataba ndio siku hiyo ataanza utekelezaji. Unaweza kuona huyo mtu readiness yake na dhamira yake ni kubwa kiasi gani. Wako watu ambao, na si kwa ubaya, anaweza kushinda itenda kwa ukubwa wake akatafuta fedha kutoka kwenye maeneo mengine na akapata, na kwa kuna mchakato wa kusubiri kuomba fedha, lakini ametoa dhamira yake ya kwamba fedha ambazo amezifikiria high level kwa ajili ya mradi tayari ziko na yuko tayari kutekeleza. Kwa hiyo tunaamini kwa dhamira njema tutafikia makubaliano mazuri, na hatuamini kwamba tutafika sehemu tukashindwa na turudi tena kwenye public kwa ajili ya kutafuta investor mwingine. Juma Aya. Nakushukuru, maswali mazuri. Nianze na la kwanza. Vipi gharama za uwanja zitapatikana? Tutajuaje? Bahati nzuri mradi huu ni mradi wa kitaalam kabisa, na mradi ambao duniani kote kuna kitu kinaitwa bills of quantity, BOQs. BOQs ni mfumo wa kisasa wa miradi, unaweza kuestablish gharama za mradi. Kwa hiyo tulianza kwa kutengeneza mchoro, na mchoro unaenda kutengeneza kitu kinachoitwa BOQs, bill of quantities. Kwa hiyo leading architect atakapopata confirmation ya final drawing anaenda kutengeneza BOQ, na hiyo BOQ ndio itakayotulead kwenye pricing. Kwa hiyo hakutakuwa kuna assumptions. Tukisema chumba hiki kitakuwa kina ukubwa huu, kitakuwa kina taa, kitakuwa kina floor ya tiles, kitakuwa kina milango miwili, tunahitaji kuona hizo costs. Ndio BOQ maana yake. Tukisema uwanja utakuwa na seat 10,000, 20,000, 30,000, tutakuwa tuna cost za kila kitu kinachoenda kuingia kwenye uwanja. Tukisema dressing room zitakuwa 4, manake kila dressing room moja tunahitaji kujua ina kitu gani katika hizo dressing room 4, maana yake cost zake zitakuwaje. Tunaposema kuna LED screen zitakwenda kuzunguka uwanja, tunatakiwa tuone hizo LED screen za quality ipi na price yake ikoje. Tunaposema kuna scoreboard yenye ukubwa huu, same thing. So cost hazitakuwa established kutoka mbinguni, zitakuwa established kutoka na scope ya kazi. Hilo la kwanza. Umeulizia what will be the contribution of Yanga kwenye mradi huu. Contribution ya Yanga, niseme kwenye uhalisia Yanga ndo mwenye mradi, hata sio contributor. Contributor hawezi kuwa Yanga. Yanga ndo owner wa mradi. Kwa sisi tutaumiliki huu mradi, lakini tutaumiliki huu mradi in partnership na mwekezaji. Kwa hiyo kwenye kila linalofanyika manake kuna mkono wa Yanga. We are partners. We are not sitting back, tutamkabidhi GSM ardhi aendelee pale. Hapana. Sisi tutakuwa sehemu, part and parcel ya mradi huu. So we are going to be partners. Kwenye partnership, ushiriki wangu kama Yanga utakuwa kwenye kila hatua. Kama nilivyoanza leo, ushiriki wa Excom kwenye kutengeneza mchoro, maana yake ndio involvement ya Yanga kwenye kila hatua. Tukitoka kwenye mchoro tutakwenda kwenye gharama. Kutoka kwenye gharama tutakwenda kwenye partnership. Ya aina gani? Ya namna gani? Itawanufaisha vipi? Contribution ya Yanga itakuwa wapi? Contribution ya mwekezaji itakuwa wapi? Everything very clear. Tutakapokwenda kwenye utekelezaji, nimesema hapa tutamappoint consultant, si ndivyo? Maana hiyo consultant ndio Yanga mwenyewe sasa. Ni technical team ambayo itakuwa ni jicho la Yanga kwenye kila hatua. Kwa hiyo hata siku inamwagwa zege, badala ya kumtuma vice president aende pale, tutakuwa tuna mshauri wetu au consultant wetu anayesimamia umwagaji wa zege. Hakuna sehemu. Na sio tu kwenye ujenzi. Tukimaliza ujenzi, tutakwenda kuwa na partnership ya operation ya uwanja.
ambayo itakuwa in partnership kati ya Yanga na GSM. Kwa hiyo contribution ya Yanga ipo kwenye kila hatua. Umeuliza swali la tatu la kuhusu mchoro. Yes, katika moja ya documents ambazo tulishare na GSM, sio tu barua inayotoa appointment kwao, hiyo ilikuwa ya kwanza kuwaonyesha kwamba wameshinda. La pili, tulikuja na specs zetu. Moja katika specification ni mchoro ambao tuliusubmit, initial conceptual design, na mahitaji yetu. Tunahitaji dressing room ngapi, tunahitaji VIP boxes ngapi, tunahitaji VVIP ngapi, tunahitaji presidential suite, tunahitaji media center, tunahitaji gym, tunahitaji hiki. Yote hayo yalikuwa ni sehemu ya contribution yetu kwenye conceptual design. Kwa hiyo hata wakati unakuja kupresent hapa, hakikuwa kitu kimetoka mbinguni. Kimekuwa kitu ambacho sisi wenyewe tumekuwa na mchango wa kwamba tunahitaji kitu cha namna gani. So that was the answer depending on your question. Kwenye tulitegemea tu GSM atuletee mchoro? Hapana, sisi tulisubmit yale yote tunayohitaji including mchoro. Kwa hiyo hata mchoro utakapokuja wa mwisho utaona kuna maboresho yamefanywa, lakini maboresho hayajaenda mbali na kile ambacho kilikuwa kwenye fikra zetu. Swali la 4, GSM leo yupo na mradi unaweza ukaendelea. Je, asipokuwepo? Kwa hiyo moja katika vitu vinavyokwenda kusainiwa ni makubaliano ya taasisi mbili. Mimi kama mwenyekiti wa Yanga nitasign kwa niaba ya wanayanga, na Ghalib kama mwenyekiti wa GSM Group atasign kwa niaba ya taasisi yake. Mwezi wa 6 naweza nikakosa kuwa rais wa Yanga baada ya uchaguzi. Haimaanishi mradi huu umekufa. Mradi huu ni wa klabu ya Yanga na mradi huu ni wa taasisi ya GSM. Leo mimi nipo, mradi huu utatekelezwa. Kesho sipo, mradi huu utatekelezwa. Same applies. Wajumbe wa kamati yangu ya utendaji, vice president, leo wapo, kesho hawapo, haitaathiri chochote. Ni makubaliano ya kisheria kati ya taasisi mbili, Young Africans na GSM Group. Kwenye upande wa muda, hii step ya wiki moja ni ya marekebisho tu ya hayo hizo conceptual design, kuziweka kwenye final ambazo sisi tunazihitaji. Na baada ya hapo tutakaa sasa kwa ajili ya kupata gharama, na kila hatua tutakuwa tunawajulisha muda gani utakaokuwa unakwenda. Mpaka siku tunapoanza ujenzi, tumesaini makubaliano, siku inaanza pia tutatoa muda wa mradi huu utachukua muda gani kukamilika kwake. Kwa hiyo timing itakuwa inaendana na uhalisia wa matukio ambayo yako mbele yetu. Kwenye eneo la kategori ya juu kabisa kwenye viwanja ni category 4, ambayo kwenye category za Afrika na mashindano za mechi za Afrika inachezwa Champions League final, AFCON final. Ndio mashindano ya juu kwetu kwa level ya Afrika. Na hiyo category ya juu ina specifications zake. Unahitaji kuwa na dressing room 4 badala ya 2 katika viwanja vya kawaida. Unahitaji kuwa na referees set 2 badala ya 1 katika viwanja vya kawaida. Unahitaji kuwa na media tribune yenye ukubwa wa viti kadhaa. Unahitaji kuwa na media center unahitaji kuwa na mix zone. Unahitaji kuwa na LED screens. Unahitaji kuwa na a lot of infrastructures zinaweza kusupport high level competitions. Kwa hiyo dhamira yetu ni kati ya category 3, ambayo category 3 inakupeleka mpaka robo finali ya Champions League, na unaweza kucheza hizo mechi za ziada. Robo finali, kwa hiyo nusu finali na finali unaweza ukazikosa, lakini pia ina sifa zake ambazo ukizitazama zinakidhi mahitaji ya vilabu vyetu. Kwa hiyo na hivyo vyote kadri unavyosogea kwenye category ndio gharama inazidi kuongezeka. Kwa hiyo wakati tunafanya assessment ya costing tutaassess hivyo vitu viwili. Je, kutoka hapa ambapo tunapataka category 3 kwenda category 4 in terms of costing tutakuwa tunapungukiwa kwa kiasi gani au itaongezeka kiasi gani? Is it affordable? Ndio maana ya majadiliano. Kama ni affordable tutakwenda to the highest end. Kwa hiyo bado hatujafanya maamuzi ya either 3 or 4, lakini tutakapofanya pia tutawajulisha. Nakushukuru Jadu, karibu. Nakushukuru Msabaha, swali lako ni zuri. If you ask me na wajumbe wangu wa kamati ya utendaji, we want a state of art stadium, state of art, na uwanja ambao unaenda kubeba sio tu matukio ya kimpira, unaenda kubeba matukio mengi mbalimbali, matukio ya kijamii, matukio ambayo yanaweza kuhitaji venue nzuri kubwa inaweza kubeba watu wengi, matukio ambayo ya binafsi ya kijamii
tutakufanya. Kuna mtu mmoja aliahidi Yanga kijenga uwanja yeye ndo ataoa, na naamini wako wengi watu wa namna hiyo. Pia tutengeneze facility ambayo inaweza kuruhusu social activities as well kwenye uwanja. Siwezi kukompea na uwanja wa timu yote nyingine, lakini Yanga itaenda kujenga uwanja state of the art, uwanja utakaokuwa una hadhi ya kimataifa, uwanja utakaofanya wana Yanga kuwa very proud na timu yao, uwanja utakaovutia watu kwanza kuja viwanjani. Moja katika sehemu ambayo siku hizi watu wanaona ni kae sitting room niangalie kwenye TV au niende uwanjani, ile burudani ambayo naipata nikiwa nyumbani na ambayo naipata uwanjani tuifanye iwe more comfortable watu kuja kwenye viwanja, tutengeneze atmosphere nzuri ya kimpira. Kwa hiyo si compare na klabu yote, lakini na kuhakikishia tutajenga state of the art stadium. Na kushukuru sana, na naamini maswali yamekwisha. Nichukue fursa hii kukushukuru Mr. Ghalib pamoja na timu yako kwa dedication kubwa ambayo umeifanya kwenye klabu yetu ya Young Africans na kutimiza ndoto za Watanzania mamilioni. Kwa hiyo na timu yao inakuwa na uwanja, tukuhakikishia ushirikiano wa kuhakikisha uwanja huu unatekelezeka na ndoto yako na wanayanga wenzako waliokuwa nyuma yako wanapata uwanja. Lakini pia niwashukuru wajumbe wa kamati ya utendaji pamoja na kamati yetu maalum kabisa kwa ajili ya mradi kwa ushirikiano wenu, na huu ni wakati sasa wa klabu ya Young Africans kuanza kuota kuhusu uwanja wao na kuamini ndoto yao sasa inaanza kutimia. Niwashukuru pia wanahabari kwa kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Zanzibar kuja kukava event hii na kuwajulisha Watanzania, na sisi kama club tutaendelea kutoa ushirikiano kwenu wakati wote ili kutoa fursa kwa wanachama wetu kuweza kupata habari. Naamini taarifa hii sio kwa ajili yenu wanahabari, lakini kwa ajili ya Watanzania, na hata maswali ambayo mmeandaa ni kutaka kuongeza uelewa wa Tanzania kwenye mradi huu. Nawashukuru kwa maswali yenu na niwatakie kila laheri, na jioni leo tutakutana tucheza ile mechi kati ya Yanga na waandishi, tunawashughulikia pale, tutakutana. Asante sana.